Naam, hujambo na karibu tena. Wakati mwingine tena tunakutana hapa tuweze kuhabarishana taarifa mbalimbali. Kwanza ni zidi kutoa pole kwa ndugu jamaa, marafiki ambao kwa namna moja ama nyingine, Watanzania wote kwa ujumla ambao wamepoteza ndugu zao siku ya tarehe 29 Oktoba mwaka huu, lakini pia siku ya tarehe 31 tumeshuhudia watu wakipoteza maisha. Nizidi kutoa pole kwa ndugu jamaa na marafiki, lakini pia kwa Watanzania wote, lakini pia wale ndugu zetu ambao wana majeruhi tuzidi kuwaombea waweze kupona haraka. Jana nilikuhabarisha hapa taarifa ambayo Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema walikuwa wameitoa kuhusu makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema Mheshimiwa John Wegesa Heche. Tunafahamu ya kwamba Heche alikuwa amekamatwa na alikamatwa siku ambayo alikuwa anahudhuria kesi ya uhaini ambayo inamkabili mwenyekiti wa chama cha Chadema Taifa Mheshimiwa Tundu Lissu. Siku hiyo wakati anafika mahakamani mapema kabisa asubuhi, akakamatwa na kusafirishwa moja kwa moja na kupelekwa Dodoma. Lakini mwanzo wakasema kwamba Heche kapelekwa Tarime, kwamba kosa ambalo amelifanya Tarime, hivyo amepelekwa Tarime. Kwa hiyo watu wakahusisha na kile ambacho kimetokea siku kadhaa nyuma kabla ya Heche kukamatwa. Kumbuka Heche alikuwa anataka kwenda kwenye mazishi ya waziri mkuu wa zamani wa Kenya baba Raila Odinga, lakini alipofika pale mpakani mwa Kenya na Tanzania akashindwa kuvuka mpaka. Kuna mambo mengi sana yakatokea. Uhamiaji wakatoa taarifa ya kwamba Heche amevuka mpaka bila kufata utaratibu. Kesho yake Chadema wakakanusha, lakini pia Heche akakanusha kwamba mimi nipo Tanzania na sijaondoka. Kwa hiyo wengi wa Watanzania wakajua kwamba Heche amekamatwa kwa sababu ya kile ambacho kimetokea kule Sirari kwenye mpaka wa Kenya na Tanzania. Lakini baadaye tukaambiwa ya kwamba ndugu jamaa na marafiki, viongozi wa chama walipofika kule Tarime wakaambiwa ya kwamba Heche hayupo hapa, Heche yupo Dodoma. Kwa hiyo ndugu viongozi wa chama wakataarifiwa ya kwamba Heche yupo Dodoma, ameshikiliwa Dodoma kwa muda mpaka siku ya tarehe 29 ambapo Chadema wakatoa taarifa ya kwamba Heche ana hali mbaya ya kiafya na wamegoma kabisa hata kumpeleka hospitali. Chacha Heche ambaye ni mdogo wa John Heche akazungumza jana asubuhi na mapema kabisa hali ya kiafya ya John Heche, lakini pia akasema kwamba kuanzia leo, yani kazungumza jana asubuhi kwamba kuanzia leo Heche ataanza kugomea kula chakula. Na mchana Chadema wakatoa taarifa nyingine kwamba Heche amechukuliwa pale ambapo alikuwa anashikiliwa Dodoma. Tunafahamu kwamba alikuwa yuko pale Dodoma kwenye kituo cha polisi cha Mtumba, na madai ya Heche kuchukuliwa walioyatoa pale ni kwamba alikuwa anapelekwa kwa RPC Dodoma. Chama wakatoa taarifa kwamba wamefika kwa RPC Dodoma wamekuta Heche hayupo, lakini pia RPC wa Dodoma alieleza kuwa alikuwa hana taarifa yoyote kuhusu kumuhitaji mheshimiwa Heche. Hii ilikuwa ni kwa mujibu wa taarifa ya chama cha Chadema ambayo ilisainiwa kabisa na katibu mkuu wa chama. Polisi wameenda kumchukua kwenye kituo cha polisi Mtumba kwa kutoa taarifa kwamba Heche anahitajika na RPC Dodoma. Viongozi wa chama wanakwenda kwa RPC Dodoma, wanaambiwa kwamba RPC alikuwa hana taarifa yoyote ya kumhitaji John Heche. Basi chama kikaripoti kwamba Heche amechukuliwa na polisi na hajulikani ni wapi alipo. Lakini pia chama cha Chadema kikamtaka Inspector Generali wa polisi IGP Camillus Wambura, mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai DCI Ramadhani Kingai, lakini pia mkuu wa polisi mkoa RPC na mkuu wa kituo cha polisi Mtumba watoe maelezo ya haraka kwa umma kuhusu mahali yalipo na hali ya usalama wa mheshimiwa John Heche.
Hii ilikuwa ni siku ya jana tarehe 4. Lakini usiku kabisa tukapata taarifa nyingine kuhusu John Heche yuko wapi. Lakini kubwa, kumbuka maandamano makubwa yaliyofanyika tarehe 29 Oktoba mwaka huu. Leo mapema asubuhi nimemsikiliza mdogo wa John Heche, Chacha Heche, akielezea namna ambavyo viongozi wa Chadema wamekuwa wakikamatwa kwa kuhusishwa na maandamano yaliyotokea Oktoba 29, kwamba viongozi wengi wa Chadema wanakamatwa, wengine wako mapolini, akitolea mfano huko Bunda kwamba viongozi wengi wanaishi mapolini, wengine wamekimbia na kuhama miji, lakini pia wapo ambao wamekamatwa na wengine wapo ambao ndugu zao wamekamatwa. Yaani ndugu wamekamatwa kisa wanayemhitaji hayupo. Kwa hiyo wamefika nyumbani wakakuta wanayemhitaji kiongozi wa Chadema hayupo, wakamchukua mama wa huyo mtu na kuondoka naye. Amesema kinachoendelea sasa hivi baada ya kumalizika kwa uchaguzi mkuu ambao una utata, ambao uliambatana na matukio machafuko na umwagaji damu, chama kikuu cha upinzani Chadema kinasema viongozi na wanachama wake wanakabiliwa na kamata ya vyombo vya dola kwa tuhuma za kuchochea maandamano makubwa ambayo yaliozuka kupinga uchaguzi huo wa Oktoba 29 ambao chama tawala nchini Tanzania CCM kimetangazwa kushinda kwa kishindo. DW wakati wanaongea asubuhi na mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Mara, Chacha Heche, ameeleza kile ambacho kinaendelea dhidi ya viongozi wa chama kwa eneo lake kwa sasa, kwamba viongozi wengi wamekuwa wakikamatwa na sababu ya kukamatwa ni kuchochea maandamano. Nimejaribu kwanza kugusia hiyo taarifa ambayo Chacha Heche ameitoa asubuhi leo wakati akihojiwa na DW, ili moja kwa moja uweze kuunganisha na taarifa kuhusu John Heche, ambapo taarifa ambazo tumezipata ni kwamba John Heche anashtakiwa kwa makosa ya ugaidi. John Heche anashtakiwa kwa makosa ya ugaidi. Heche anatuhumiwa kujihusisha na ugaidi, na nakumbuka nilikuleteaga update hapa kutoka mahakamani, kesi ya ugaidi ambayo ilikuwa inamkabili mwenyekiti mstaafu wa Chadema Freeman Mbowe, namna ambavyo ilikuwa inakwenda. Sasa Heche anatuhumiwa kujihusisha na ugaidi. Siku zote ameshikiliwa katika kituo cha polisi Mtumba Dodoma zaidi ya siku 13, yani kama siku 13. Jana baada ya Chadema kutoa taarifa kwamba Heche hajulikani ni wapi alipo, kumbe amesafirishwa kutoka Dodoma na kupelekwa Dar es Salaam. Sasa baada ya kushikiliwa na polisi kwa takriban wiki mbili, kwenye siku 13-14, makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tanzania Bara, John Heche, sasa imeelezwa kuwa muda wowote anaweza kufikishwa mahakamani ili kusomewa mashtaka yanayomkabili. Akizungumza usiku huu wa kuamkia leo, siku ya Jumatano, wakili Hekima Mwasipo amesema Heche ambaye alikuwa mkoani Dodoma amesafirishwa hadi Dar es Salaam, na kwamba taarifa walizopatiwa mawakili wake kutoka jeshi la polisi ni kwamba anatuhumiwa kutenda makosa mawili jijini humo, yani Dar es Salaam. Kumbuka siku aliyokamatwa pale mahakamani walisema kosa ambalo amelifanya Heche hajalifanyia Dar es Salaam, ndio maana amesafirishwa na kupelekwa Tarime, lakini kumbe yupo Dodoma. Na leo wanasema kwamba makosa hayo mawili ameyafanyia jijini Dar es Salaam. Wakili huyo ametaja kosa la kwanza ambalo anatuhumiwa nalo mteja wake ni kujihusisha na vitendo vya kigaidi kutoka Kimara mpaka Magomeni, na tuhuma za pili zinahusu kujihusisha na vitendo vya kigaidi maeneo ya Msewe pamoja na External. Nilipigiwa simu kama wakili na Deputy ZCO kwamba Heche anahitaji wakili kwa ajili ya kumsimamia kuandika maelezo, na ilikuwa ni mida ya saa 1 jioni. Kwa bahati nzuri nilikafika Oysterbay nikamkuta makamu mwenyekiti wa Chadema na Deputy ZCO akawateua maafisa kwa ajili ya kumchukua maelezo, na anatuhumiwa kwa makosa mawili japokuwa yote ni ya ugaidi au kujihusisha na vitendo vya kigaidi, ameeleza wakili Mwasipo ambaye ni wakili wa John Heche.
Aidha, wakili Mwasipu ameeleza kuwa Heche ametumia haki yake kisheria ya kutokutoa maelezo yoyote polisi, na kwamba amesema atatoa maelezo yake pindi atakapofikishwa mahakamani. Kwa hiyo Heche amegoma kutoa maelezo, amesema kwamba maelezo yangu nitatolea mahakamani, kwa hiyo apelekwe mahakamani. Baada ya kumaliza kuandika particulars zake za msingi kwa maana ya jina, kabila, akasaini zile fomu za maelezo, then tukaambiwa kwamba atapelekwa lockup kituo cha polisi Mburahati. Mpaka nazungumza na wewe hapa, tupo hapa Mburahati. Sisi tulikuwa tumetangulia, tunasubiri aletwe hapa ili tuweze kumpatia mahitaji yake muhimu kwa siku ya leo, na muda wowote kuanzia Jumatano ya Novemba 5 mwaka 2025, yani leo, atafikishwa mahakamani kwa tuhuma hizo. Huyo ni wakili Mwasipu. Wakili Mwasipu ametoa wito kwa wanachama na wafuasi wa Chadema na Watanzania kwa ujumla wake kuwa watulivu, kwani ni wajibu wa polisi kisheria kumtuhumu mtu yoyote pale wanapoona inabidi, lakini suala la mtuhumiwa husika kukutwa na hatia ni la mahakama, hivyo waondoe wasiwasi. Huyo ni wakili Mwasipu akielezea kile ambacho kinaendelea. Kwa hiyo jana, wakati Chadema wanasema Heche amebebwa na hajulikani ni wapi alipo, amesafirishwa kutoka Mtumba Dodoma, ambapo alikuwa ameshikiliwa kwa siku 14 na kusafirishwa hadi Oysterbay Dar es Salaam, na John Heche amehojiwa kwa tuhuma za ugaidi katika maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam, kwamba watu waliokamatwa sasa maybe katika maandamano wamehojiwa na kusema walihamasika na kauli za Heche, au kuna taarifa zingine za kiintelijensia. Lakini nakumbuka jana wakati na kupitisha kwenye siku 5 za giza, ambapo internet ilizimwa ataingia tarehe 29 Oktoba, nilisema kwamba huenda ilikuwa ni mipango ya Mwenyezi Mungu kwamba Heche awepo ndani, lakini pia Tundu Lissu awepo ndani ili kuepushwa na hiki ambacho kinatokea hivi sasa. Unaona, Heche anatuhumiwa kujihusisha na ugaidi. Tusubirie kuona nini kitajiri, nini kitajiri na kama atafikishwa mahakamani kitu gani kitatokea. Nadhani hili ilikuwa ni taarifa muhimu sana, nimekupitisha katika sehemu zote muhimu ili uweze kufahamu Heche yuko wapi, imekuwaje na imekuwaje mpaka kafika hapo. Chacha Heche mdogo wake amesema katika huko Bunda, katika eneo lake viongozi wa Chadema wamekamatwa wengi sana, wengine mpaka wamekimbia, na sababu ni kuhusishwa na kuhamasisha maandamano ya tarehe 29 Oktoba. Wakati akielezea, Chacha Heche amesema kwamba ukiangalia maandamano jinsi yalivyofanyika, hakuna kiongozi wa Chadema ambaye alitoka hadharani na kuelezea namna ambavyo maandamano yanaenda, lakini pia na vitu vingine vingi sana. Ni Watanzania kama Watanzania waliamua na wakaona kama kuna haki zao za msingi zinaminywa, wakaamua kuandamana. Sio Chadema ambao walihamasisha maandamano wakapita na kutangaza tutafanya maandamano kwa hiki na hiki. Amesema yangekuwa ni maandamano ambayo yameratibiwa na chama, mara nyingi huwa yanafuata misingi ambayo kama chama inatakiwa iweze kufata kabla hawajaandamana. Kwa hiyo tusubirie kuona hapa katikati viongozi wa Chadema. Heche tayari kapigwa rungu hapa la ugaidi. Tusubirie mahakamani. Je, mahakama itaamua nini zidi ya John Heche? Tuachie maoni yako hapa na mengi zaidi nitazidi kukuhabarisha hapa, lakini kubwa tuzidi kuombea ndugu zetu wa Tanzania wenzetu, marafiki zetu wapumzike kwa amani, lakini pia majeruhi wote pia tuzidi kuombea wapone haraka. Ni matukio makubwa mno ambayo yametokea hapa katikati. Vijana wengi wamepoteza maisha wakipambania haki zao. Tochea maoni yako na endelea kutufuatilia hapa kwa taarifa zaidi.